Fedha zako zinafuata uchaguzi wako. Mada kuu ya makambi inasema tii na uishi. Tii na uishi, hasi na uangamie. Uchaguzi ni wako. Kitabu cha Maraki 3:10, andiko linasema, leteni saka zote ghalani, ili kuwe na chakula katika nyumba ya Mungu. Mkanijaribu sasa kwa jambo hili, asema Bwana wa majeshi, kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamiminia baraka hata musipate pakutiazwa ama maara pa kuziweka. Fungu la pili ambalo tutakalochadiri kwa pamoja ni kitabu cha Methali 3:9-10. Andiko linasema, muheshimu Bwana kwa mali yako, muheshimu Bwana kwa mali yako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala lako litajaa tele, na mashine yako ya kupanizia itafurika mvinyo mpya. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, sema pamoja nasi katika mada hii. Mahali fedha zetu zipo na fedha zetu zinafuata uchaguzi wetu, tukaweza kuchagua na mali umetupa, ili kwamba tukaweza kuufanyia uamuzi ulio bora, mwisho litukuzwe jina lako kutokana na uamuzi huo. Asante kwa wema, kwa sababu wema huo utatufundisha mpaka tutakapofika kileleni, tupate na uelewa, tusimame katika mkono wako wa ushindi mkuu. Ndilo ombi letu kwa imani katika jina la Yesu, amina. Wapendwa, kuna sheria iliyoko katika dunia, na sheria ya dunia inasema ya kwamba upandacho ndicho unachokipanda, ndicho unachokifuna. Na sio sheria tu ya ulimwengu na ya dunia, pia imeandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia 6:7. Wagalatia 6:7 pia inasema, mtu awaye yote, kitu chochote anachokipanda ndicho anachokifuna. Ukipanda mahindi utafuna mahindi, ukipanda mpunga utafuna mpunga, ukipanda miharage utafuna maharage. Sasa pia katika sheria pia ya Mungu, andiko linasema ya kwamba kuna sheria ya kifedha. Wengine wa ulimwengu wanasema pesa ni maua, tena pesa ni maua, tena inaua. Lakini hapa kwenye Biblia inasema ya kwamba fedha yako inapenda kufuata chaguo la moyo wako. Mnanielewa? Pesa zako zinapenda kufuata chaguo la moyo wako. Mathayo 6:21. Soma msomi. Mathayo 6:21. Soma. 6:21. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo kutakapokuweko moyo wako. Pale pale hazina yako, mali yako yalipo, ndipo patakapokuwa na moyo wako. Wapendwa, sikiliza. Eti fedha zetu zinafuata uchaguzi wetu. Wengine wamechagua
kuenenda katika waganga na wachawi na wapiga ramli, na kule wamechukua fedha zao pale. Ina maana gani? Hapo mahali fedha zao ziko na mioyo yao imefanyaje? Iko hapo. Lakini upande mwingine, Malaki 3 kuanzia mstari wa 8 mpaka 10 inatueleza kwamba mali yote na fedha zote ni mali za Bwana. Sasa leteni zaka na sadaka kwenye nyumba ya Bwana, ili mali yawepo mengi, ili chakula kiwepo cha kutosha. Sikiliza, Mungu anasema tulete mali yetu, tulete fedha zetu. Ni kwa sababu gani anasema hivyo? Anasema kwa sababu anajua, alishasema katika kitabu cha Mathayo 6:21 ya kwamba mahali popote tutaweka mioyo yetu, mahali popote tutaweka fedha zetu, hapo ndipo na mioyo yetu itafanya namna gani? Itakapokuwa. Ndiyo mahali ambapo tumeweka uchaguzi wetu. Ndiyo maana anasema ya kwamba mali na fedha vyote tuvilete kwake na kwa nyumba yake, kwa sababu hapo ndipo mioyo yetu itapata kuwepo. Leo Mungu anauliza swali, moyo wako uko wapi? Na fedha zako ziko wapi? Ni swali tu la paraga ambalo alihitaji ukaweza kunijibu, wala umchipu rafiki ambaye umekaa pamoja naye, lakini uchichipu wewe mwenyewe. Mali ambayo uko nayo umeyatoa wapi? Fedha ulizo nazo umeziweka wapi? Moyo wako umeuweka wapi? Tumekuwa hapa kwenye kanisa, lakini bado ni siku za Sabato. Kila mmoja ameegemeza moyo wake pale ambapo mali yake yalipo, na sio kwa uso wa Bwana. Kuna uchaguzi wa mambo mawili hapa kuhusiana na fedha, pesa. Katika kitabu hiki cha Malaki 3:8 mpaka 10 kuna mambo mawili ambayo tutakayo yaangalia. Jambo la kwanza ni kumwipia Mungu. Mungu amesema ya kwamba mumeniipia. Je, swali, je, mtu atamuipia Mungu? Kwa sababu Mungu anasema mumeniipia zaka na sadaka zangu. Mumegeuza mioyo yenu kutoka katika hazina yangu, kutoka kanisa langu. Mtu anaweza muipia Bwana? Sasa najua tumeacha kuwa hata wezi, tumekuwa wanyang'anyi. Mnanielewa? Tumeacha kuwa wezi wa kuipa kwa kujificha. Sasa tumekuwa wanyang'anyi wenye wanaipa kwa kuwa, wanaipa kimakusudi mwenyewe akiwepo. Andiko linasema ya kwamba lakini nyie munanipia zaka na matoleo, mumelaaniwa kwa laana ya zaka 10% na matoleo ambayo ni sadaka. Mali ni ya Mungu, mali ni ya Mungu, kwa hivyo tunafaa kurudisha. Wakati tunayakula yote, wakati tunachagua laana, tunakuwa na upungufu, na wakati huo tunapata vitu vyote vinaharibika. Wakati uaminifu unatukosa, Mungu anaachana pamoja na wale wanaokosa uaminifu. Nataka niliseme jambo la pili, kisa nikaweza kuingia kwa ndani kidogo, nianze kuchambua. Jambo la pili ni kumheshimu Mungu. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa mlimbuko
Mlimbuko ni kipaumbele, yaani ni kitu ulichokiweka mbele za Bwana. Mheshimu Bwana. Ukimheshimu Bwana unaingia katika hiyo principle ambayo pastor amekuwa akielezea hapa katika wakili, God first. Yaani Mungu akae awe wa kipaumbele kwanza, kabla ya kodi ya nyumba, kabla ya chakula chako nyumbani, kabla ununue nguo, kabla ulipie watoto wako karo shuleni, kabla hujalipa gharama yoyote, ni lazima umukumbuke Mungu awe wa kwanza. Munanielewa? Uchaguzi wako unafaa kuwa wa kwanza kwa Mungu. Uchaguzi wako kwa Mungu uwe wa kwanza. Mungu anaahidi ya kwamba tukichagua na kumheshimu, Mungu anasema nicharibuni, mukinichagua mutapokea mibaraka nyingi ambayo mutakayoshindwa kupepa. Haleluya. Naomba nisonge karibu ndio munielewe zaidi. Aya mali mulio nayo, mnafikiria ni mali yenu? Mnafikiria ni mali yenu? Hagai 1 mstari wa 8. 2 soma 2 mstari wa 8 kwanza, ndo tutarudi nyuma. Hagai 1:2, samahani, mstari wa 8. Ndiyo, Hagai 2 mstari wa 8. Uchaguzi kwenye vile vilivyo vya Mungu. Fedha zako zinafuata uchaguzi wa moyo wako, uchaguzi wako. Ndiyo, so 1 mstari wa 8. Ndiyo, 2 mstari wa 8. 2 mstari wa 8. Fedha ni mali yangu. Fedha ni mali ya nani? Ya Mungu. Ni mali yangu. Mungu mwenyewe anasema. Na dhahabu ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Full stop. Sasa hizi fedha na dhahabu na mali ni vitu vya nani? Ni vitu vya nani? Okay. Kuna mambo mawili hapa ambayo ninataka kuyaeleza ili kwamba ukaweza kuelewa. Bwana anatuita kwa sababu haya mali ni mali yake. Kwa zaka na kwa sadaka anazungumzia mambo mawili. Muda wowote unasikia zaka, jua Mungu anapima uaminifu wako. Munanielewa? Mungu anapima nini? Uaminifu wako, kwa sababu ni mali yake. Sasa ameshakupa, anataka uwe mwaminifu kusudi urudishe sehemu yake, auongezi au toi. Na ameipea asilimia. Ni asilimia ngapi? 10. Ni 1 juu ya 10 ama 10 juu ya 100? Mnanielewa? Ni asilimia 10. Hapa uongezi au uondoi. Ni wape analogy ya kuelezea kidogo ndio muelewe. Kidogo mama kule Kisii akamtuma msichana wake. Mama alikuwa anaenda matanga msipani. Alipokuwa anaenda msipani akamuita msichana wake, Keruba kuja. Keruba akaja akamwambia, kapochi aka kangu kandipagi kamkopa, na maanisha mkopa huu wangu uchukue chumbani mwangu kwenye kitanda changu ukauweka pale. Mnasikia maagizo ya mama? Alafu msichana mwenyewe akachukua mkoba. Sasa akajigeuzia, maneno yakawa yake, akasema, mimi Kerubo, mkoba wangu ni uchukue
chumbani mwangu kwenye kitanda changu. Akauchukua kitanda chake, akuchukua kitanda cha mama alivyoagizwa. Mama anaporudi jioni kutoka msibani, ameingia kwenye chumba chake, achapata mkoba. Anamuuliza, Kerubo, mkoba wangu uko wapi? Mama, uliniambia mkoba wangu ni uchukue chumbani mwangu kwenye kitanda changu. Kamwambia, sikukwambia hivyo, nilikwambia ni kitanda cha nani? Chumba cha nani? Changu. Sasa huyu msichana alipoteza nini kwa mama yake? Alipoteza nini kwa mama yake? Uaminifu. Mama yake angemwamini tena muda mwingine? Ina maana msichana amepoteza uaminifu. Unaona kisa hicho kiapply direct na Wakristo saa hii. Mungu anasema kwenye kitabu cha Malaki 3 mstari wa 8 mpaka wa 9, fedha na dhahabu ni mali yangu, leteni zaka na sadaka kwenye kanisa, kwenye nyumba, ili chakula kiwepo nyumbani mwangu. Alafu hapa Mkristo ukishapata, kwa sababu Mungu amekwisha kupea, unageuza unasema pesa zangu, mshahara wangu ni uchukue nyumbani kwangu, nitumie kwa matumishi yangu na watoto wangu. Ina maana umepoteza nini kwa Mungu? Umepoteza uaminifu kwa Mungu. Ina maana ya kwamba moyo wako hauko na uaminifu, hauko kwa Mungu, kwa sababu umechagua kuasi. Umeacha kutii, umeasi. Usipotii na umeasi, ni baraka utapata ama ni laana? Mnaona venye sinakuja? Mnaona venye sinakuja? Nafundisha polepole, ninaelekea chini. Kwa hivyo wakati wowote ukisikia zaka, wewe jua Mungu anapima uaminifu, uongezi, utoi. Na shetani ni mchanja hapa kwenye zaka, anajua pesa ulizo nazo kama zaka. Mnanielewa? Anajua kikamilifu ulizo nazo. Sasa hata mtoto akifukuzwa shule, anafukuzwa ile zaka ambayo umehifadhi kusudi uitoe Sabato. Mnanielewa? Mtoto atafukuzwa shule Jumatatu, umepokea atafukuzwa Jumanne, ndo umepokea mshahara wako Jumatatu. Venye umepokea mshahara, umeweka zingine kando, umetenga, au kuko unajua mtoto atafukuzwa ama atafanya kosa shuleni, alafu utasikia simu, maadhe, nimekuja nyumbani kwa sababu ya 3,000 zenye ungetoa kama nini? Kama saka. Shetani anapima mifuko yetu, na anataka aingiliane na uaminifu wetu ukaweza kuharibika. Sasa sikiliza, tukisha sidondoa eti tuongezee kuingine ndio tukuje kurudisha, hauwezi ukarudisha, tayari umekosa uaminifu. Mnanielewa? Wakati tu umehifadhi, ndio rafiki anakupigia, nimekuwa na emergency, niko hospitali, kusudi utoe sadaka, ufanye nini? Zaka. Uaminifu kukose. Ni mpango na mtego wa shetani. Mnanielewa? Ndio ile nilieleza asubuhi. Anakuweka katika njia panda, anakuambia nimhudumie hii sadaka, zaka, ama nisitume. Sasa inakwambia tuma tu, si utapata urudishe, si atarudisha, haiwezi kuja. Uaminifu tayari umefunjika. Mnanielewa? Okay, jambo la pili, ukisikia sadaka hizi ni nyingi sana, ni nyingi. Kuna sadaka ya ujenzi, sadaka ya makambi, sadaka ya shukurani, sadaka ya wageni, sadaka ya watoto, sadaka ya vitabu, sadaka. Si mmeelewa hiyo? Hizo sadaka ni matoleo mengine. Hii Mungu anapima
anapima mahusiano yenu, relationship ulio nayo kwake. Mwananielewa? Na hii it is unlimited. Ikiwa Mungu wako umupendi, utampea wani popata, usimupee. Ni wewe unajipima na nini? Uhusiano uko nao na nani? Na Mungu. Ndio maana mtu mmoja, kwa sababu yeye anafahamu ya kwamba mimi niko na uhusiano mzuri na Mungu, kwenye pulpiti hii wacha ninunue hizi nani zote. Ndio maana mlikuwa mnaona kule mtu anasema kama ni hiyo parachichi nimenunulia wageni, nimechitolea, ninajua kile ambacho Mungu amekwisha kunitendea. Vijana wanaenda nje, nimewatolea nauli waende kutumikia Mungu. Unajua ni uhusiano gani unao wewe pamoja na Mungu wako. Hakuna mtu anakusukuma fanya hivi, tayari unajua uhusiano ulio nao wewe pamoja na nani? Wewe pamoja na Mungu wako. Sasa uhusiano ule, that relationship ndo inakusukuma. Are we together? That relationship ndo inakusukuma unatenda hivyo. Na hii haijawekwa percentage. Mtu anaweza toa 1%, anaweza toa 2, anaweza toa 20, anaweza toa 30, anaweza amua mshahara wa mwezi huu nikitoa tu tithe wote ninachukua kanisani. Au sukumwi. It is your relationship and your God. Munanielewa? Mumenielewa mpaka hapo? Sitaingia ndani zaidi kuchambua, lakini nitauliza swali leo. Nakaa kama ninafundisha ndio uelewe. Nauliza swali, tumeacha kubarikiwa kwa sababu hatutoi, ama hatubarikiwi kwa sababu tumekosa uaminifu? Nafikiriaje? Tumekosa kubarikiwa kwa sababu hatutoi sadaka na zaka, haturudishi, ama tumekosa kubarikiwa kwa sababu tumekosa uaminifu? Tumekosa nini? Uaminifu. Na hata relationship haifanyi nini? Haiko. Mnanielewa? Okay, mwingine anauliza upande wa pili. Tunabarikiwa kwa sababu tunatoa, ama tunabarikiwa tunatoa kwa sababu Okay, tunatoa ili tubarikiwe, ama tunatoa kwa sababu tumebarikiwa? Tunatoa kwa sababu tumebarikiwa. Tunatoa kwa sababu tumefanya nini? We don't give so that we can be blessed. Already we are blessed. Are we together? Ukitaka kujua umebarikiwa, piga saa hii, enda Aga Khan Hospital 1 hour, wana charge mtu amewekewa oxygen pesa ngapi? Uanze kupiga hesabu hapo. Hata kama utaanza na hivyo, anza kupiga mtu wa Aga Khan wanao anachachiwa ile ya friendly kabisa, tuseme 1000. 1000 times 24 hours ni 24,000 times wiki moja times miaka uko nayo. Munanielewa? Masaa hayo 24 times miaka uko nayo na miezi na siku, hiyo miaka yako ibadilishe na siku, ni 365 times 70 years yenye uko nayo, ama times 30. 365 times 30 kama uko 30, arafu kwa hiyo 365 times 30, arafu tena times 1000 per hour. Si ni pesa nyingi? Hiyo ni hewa tu ya Mungu. Hiyo itakuelezea ya kwamba tayari umebarikiwa, you are not under oxygen. Kwa hivyo moyo wako utauweka kwa Bwana, kwa sababu tayari umeshafanya nini? Umeshabarikiwa tayari na Bwana. Munanielewa wapendwa? Sasa sikiliza, ninataka kusonga kidogo, ninawaelewesha tu, ninawaelewesha. Wakati tunaacha kukaa waaminifu
kuna njia na viumbe ambavyo Mungu aliviumba vya kutufanya tukae waaminifu. Munanielewa? By the way, wacha niwaulize, mbona Mungu aumbe panya? Mbona Mungu aumbe panya, rati? Nyinyi munaona sababu Mungu anaumba panya? Panya kazi yake inatusaidia ni nini? Wengine wanasema ni mboga. Okay, kwenu nyinyi ambao sio mboga inawasaidia nini? By the way, mbona Mungu aumbe weevils? Mnajua weevil inaitwa aje Kiswahili? Mbongi. Weevil inaitwaje Kiswahili? Mnajua huyo mdudu anadondoa mahindi na maharage? Mnamjua? By the way, mbona Mungu aumbe hiyo? Okay. Mnajua mchwa? Termites. Why? Mbona Mungu aumbe termites? Sinatusaidia nini? Wale wakukura ambao wale. Ni maswali unafaa kujiuliza. Mungu akuumba wanyama na wadudu wale kimiujiza tu eti kwa sababu ya kuumba. Aliwaumba kwa sababu watusaidie kuwa waaminifu. Nitawaambia kazi zao. Soma kitabu cha Hagai 1 kuanzia mstari wa 6 4 hapo. Kwanza 4 nisikie inaenda aje? 4. Je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Inaanza hivi. Je, huu ndio wakati nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo mazuri na mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika, iwapo hii nyumba inakaa katika hali ya kuharibika, hapa kwenu hiyo haiprai hivyo. Kwenu nimeona kiti cha mfalme, hapa kwenu iko vizuri, hapo mko na tik. Haleluya, amen. Hapo mko vizuri. Nyumba ya Bwana inaonekana, hata mimi mwenyewe niliingia kafikiria ni kanisa, ni ya mtu. Najua senye siko hivi ni saa watu, sile saa watu, lakini hapa ongereni sana. Mungu awabariki vya kutosha. Amen. Ninasema kutoka kwa moyo wangu, sababu hata mgeni wangu alipokuja hapa ametoka Nairobi, ameniambia kwa kusema kweli hawa watu wamejaribu. Mungu awabariki sana. Amen. Endelea dada sasa. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana anasema hivi. Zitafakarini njia zenu. Zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mkapanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mumekula sana lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamukujazwa na vinywaji. Mumekunywa sana lakini bado ni kiu na hamchachazwa. Mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Nguo mumevaa lakini ni baridi kali. Na yeye apataye mshahara, mpaka yeye apataye mshahara, apata mshahara ili kuutia katika mfuko. Mshahara anapata lakini anautia katika mfuko uliotopoka. Waachia hapo. Kama ni mshahara anafanya nini? Anapata lakini anautia kwenye mfuko. Sasa wacha niwaambie, wakati unakosa uaminifu, Mungu anatumia hivi viumbe niliwaambia kwa kutopoa mifuko. Munanielewa? Nilikuwa Tanzania makambi, miaka michache imeisha. Nilienda pale nikapewa hera nzuri. Yale mema ya nchi tulikuwa tunasema hera nzuri. Nikapita sokoni nikapata kiatu cha 6,000. Nikasema hiki ninanunua. Kile kinakuja na rangi yake. Mnanielewa? Nikakinunua. Yani kiatu chenyewe kina meta. Nikasema raundi hii sitoi taiti.
nitaiongezea hapa. Nilipe hii kiatu bwana. We, nilivaa mwezi mmoja, nilivaa mara, alafu panya akakuja akakula hapa mbele, mahali ambapo fundi hawezi piga kiraka. Kiatu kiko kwa nyumba mpaka leo ninavyosema, na kimesalia kuwa kumbukumbu. Nilimkosea Mungu. Hauwezi kuvitumia vya Mungu katika furaha yako, atatopoa. Nikakuja kujifundisha, kumbe Mungu huenda aliumba huyu panya. Wakati tunaacha kukaa uaminifu, unaenda unanunua suti kwa pesa ya sadaka, kwa pesa ya saka, analeta panya na anamuweka kwa ile suti specifically yenye ulinunua kwa pesa ya saka. Anakula hapa mbele, mahali anajua hawezi endelea kuifaa, anatopoa. Mnanielewa? Mpaka hapo mmenielewa? Okay, njoo upande wa pili. Nilikuwa ninataka kufanya utafiti wa kisayansi. Labda Mungu alikuwa ameumba wifos kusudi tusiende kisiagi tusage unga. Ni maybe alitutengenezea industry yenye inatusagia tayari, alafu sisi tunatoa unga tu tunapika direct bila kuenda kisiagi cha wa China. Mnanielewa? Sasa nimeenda kwa nyanyangu nikapata wifos. Kuna wale hatari sana wanaita Osama, wenye ni wekundu wekundu hapa juu. Mnanielewa? Na waita Osama wekundu wekundu hapa, mapawa ni ya red hapa. Nikasema maybe hawa ndio waliumbwa wasage haraka haraka. Nimetoa ule unga, alafu nikasivu vizuri na kichungi nikaweka kusudi nipike ugali. Sasa si kwanza kujifurahisha, nikule mema ya nchi. Wacha nikule ule unga, ni mchungu kuliko pilipili. Ni mchungu zaidi kuliko pilipili. Nikakuja kuelewa, kumbe Mungu amehifadhi hawa wadudu kusudi tukiacha kuwa waaminifu tu. Tumefuna mahindi, tumefuna na maharage, tumeyahifadhi kwenye gara zetu, na tumeacha kuwa waaminifu. Atawaleta wadudu watopoe waharibu, na hata tukienda kusaga unga sio mtamu, ni mchungu kusudi ukukumbushi. Mnanielewa? Mzee mmoja kule nyumbani kwetu, kama wazee wenu pale nyumbani, alikuwa na miti yake mingi tena mikubwa. Kwetu nyumbani tunawaambia, ukiwa na muti, sijui hapa nimeona nyinyi wa Mombasa bwana, amuchatuletea sile vitu siko na maji zinaitwaje? Madafu amuchatuletea. Amuchatuletea madafu. Sasa tumefika Mombasa, hatuchakunywa madafu. Sikiliza sasa, sikia hapa kwenyu mko na minasi, si ndio? Kule kwetu nyumbani hatuna minasi, tuko na miti. Sasa wengine wakitoa sadaka zao in kind, wanatoa sadaka zao mpaka miti kusudi tunaenda pale tunaiombea. Huyu ni mzee wa kanisa, alikuwa kanisa, tukiomba sadaka aliendelea kukataa. Akasema hiyo miti nimehifadhi, watoto wangu wako Nairobi, watapokea mshahara, wanunue mapati waje kujenga nyumbani. Mungu ni mwaminifu. Akaacha mzee akapata mshahara wa chai. Kule kwetu tunapanda machani chai. Alipopata mshahara wa machani chai, akaweka skuta 3, skuta zile za kukata miti shambani, zikakata miti ya kutosha, mbao kabisa, akazileta nyumbani akasihifadhi. Mungu akafunga milango ya vijana. Mnanielewa? Wakipata mshahara unaenda kwa ugonjwa,
Wakipata mshahara, mama mkwe ni mgonjwa. Wanapata mshahara, watoto wamefukuzwa. Wakipata mshahara, madeni. Mnanielewa? Mungu alifunga milango kusudi wasinunue mabati. Mzee akaleta mbao zote akasihifadhi karibu na nyumba yake, akaleta mabati akafunika juu. Alipofunika, siku moja asubuhi, mti sijui ni tache Kiswahili, huu mti unakaa kwa chembe, mpini wa chembe, ndio hiyo Kiswahili kizuri. Mpini wa chembe ukavunjika. Akaenda atoe mbao moja, amchukulie fundi afanye nini? Kufungua mabati tu, alipata mchwa termites wamekula mbao kama zote. Nikakuja kuelewa, si aliacha kukaa mwaminifu kutuletea hata mti? Si aliacha? Mungu akamkubalia, akazisaga zote, mbao zikahifadhiwa nyingi tu sana. Sasa Mungu akatuma, akatopoa mifuko yake, mbao zote zikaisha. Silichenga. Aha. Mama mwingine anafuna mahindi kuingiza kwa store. Mwisho hatimaye zimeliwa na weevils. Sasa niambie, umeweka moyo wako hapo kwenye store, eti utakula mwaka mzima, Mungu atatopoa. Wewe unapokea mshahara, lakini unapopokea mshahara, hapo wakati unapopokea mshahara, unaweka katika mfuko uko na madeni. Na Mungu mwenyewe hawezi akasuia madeni yako, kwa sababu kwa kidogo haukai mwaminifu hata hicho kidogo ambacho ulichopata. Mnanielewa? Kuna principle ya pesa inasema hivi: aliye naye uongezewa, na asiyo nayo unyanganywa hata kile kidogo alicho nacho. Unanielewa? Wewe ambaye kila siku unaombwa, unasema sina, endelea kutokuwa nayo, kwa sababu hata hiyo kidogo uko nayo utanyanganywa. Aliye nayo afanye nini? Aongezewe. Principle ya pili ya fedha, kwa sababu ni uchaguzi, inasema hivi, utapewa kulingana na uweza wako. Utapewa kulingana. Usitamani ukae na gari, na hapa hata baisikeli yenyewe hauwezaki. Yaani unataka ukae na gari utembee kama Eldanani, hapa uko na baisikeli lakini hata tiles zimeisha. Mnanielewa? Yaani mwenyewe unataka kununua gari, lakini hata bodaboda uliopewa haujui kuweka mafuta. Eti niwekee ya hatari, mafuta ya hatari. Unafikiria gari utaiweka mafuta ya hatari? We utapewa kulingana na uwezo. Ikiwa uwezani, wewe chesea hapo tu kwa mafuta ya hatari, kwa sababu ndio unaweza. Unanielewa? Ikiwa una uwezo wa kwenda supermarket, wewe enda hapa kwa vioski upimiwe. Kwanza nyinyi mnaofanya biashara, leo ninawapea formula. Mama pale nje niliona alikuwa na kilo, si ndio? Ile biashara unafanya, enda huko nje upimwe kilo, alafu vile vitu unauza uzipime kilo. Ukipata uko kilo nyingi kuliko vitu unauza, achana nayo. Sasa mtu ako kilo 120, anauza nyanya 3 ziko sijui kilogramu 50. Uko sawa? Mnanielewa kweli? Hiyo ni principle ya pesa, inasema hivyo. Ndio maana nimeamua leo nifundishe pesa, kwa sababu wengi wetu tumechukuliwa hata kutoka kwa kanisa kwa sababu ya shida ya pesa. Mnanielewa? Ningekuwa na uwezo ningefundisha kuhusu merchandise ships. Mungu hataki eti hata wewe jijaribu.
eti niweke mafuta ya 5 bob, na hata hiyo ya 5 bob unapakini niongezee. Hapana, munanielewa? Aliye nayo uongezewa, asiyo nayo hata kile kidogo alicho nacho ufanya nini? Jitahidi hata wakati ambapo unapotoa. Ndio maana wamekuwa wakiwasomea hapa, unapotoa unapokea. Ukinyosha mkono tu unafikiria ulinyosha kutoa, kumbe ulinyosha kile ulichokuwa unapeana kinakuja na mibaraka. Mimi leo makambi yote nimeenda 4 kufikia sasa, nimenunulia watu vitabu, mwenyewe nimenunua vyangu, lakini sijapungukiwa. Wakati mwingine nashindwa, sikukuwa na pesa, lakini asishangi. Ukinyosha tu mkono unapata. Unaweza kuwa unaziweka unazitunza kwa ajili ya kitu fulani, lakini venye unazitunza ndio sinatoka kutoka tu, sinatoka bila kurudi. Mnanielewa? Pesa, principle ya pesa iko namna hiyo. Na principle ingine nataka kuongeza hapa. Principle ingine inasema vya thamani ndogo utoa kelele sana, na vya thamani kubwa upiga kelele. Sijui ni nani aliniwekea 5 bob hapa mbele. Wewe mbona huku weka noti? Mtu alikuja kaweka 5 bob hapa mbele. Kweli ukirusha hii chini, si umesikia sauti? Lakini ungerusa noti ungesikia? Unasikia? Vya thamani ndogo utoa nini? Kelele. Vya thamani kubwa afina kelele. Sasa hata hapa kanisani ukisikia mtu anakomplaini sana, akitumechanga kanisa, akitumetoa pesa, akitumefanya nini, jua huyo ni mtu wa 5 bob. Mumenielewa? Ni principle ya pesa inasema hivyo. Hivyo hata tukiwa huko nje unasikia mtu anasema hiyo pasta ni nyingi, urudisha chini kidogo. Sikiliza, vya thamani ndogo utoa kelele. Kelele ni kubwa, lakini mtu anatoa noti ya 1000 hata likianguka usikie, lakini 5 kakiona niko hapa ka 5. Mumenielewa kweli? Kwa hivyo na wewe jifundishe ukae wa thamani wakati wote. Munanielewa? Wacha kulalamika wakati wote. Wakati unalalamika unapoteza thamani yako, unapoteza thamani. Lakini wakati unatulia unapata. Ndio maana vya thamani ndogo wakati umeviweka kwa mfuko vinataka kutoka haraka haraka, lakini hizi za thamani kubwa sinatulia kidogo. Aka ka 5 bob ukikatafuta kwanza, kama ukiweka koti kama hii utakapata kamezunguka kamekuja mpaka hapa. Mumenielewa? Lakini noti ukiweka hapa itatulia hapa, hata ukifua itatulia hapa, hata ukiosha hiyo nguo wiki 2 itatulia hapo. Sasa nisikilize, hata hawa wa thamani ndogo ukiwagusa tu kidogo watazunguka kanisa, watazunguka bado watarudi. Ni wa thamani ndogo. Hata siku sasa usijisumbue na aka thamani ndogo. Usijisumbue eti sasa umerarua koti unatafuta 5 bob. Uko na akili? Mnanielewa? Na hata ukikatafuta kamezunguka kako hapa, unakatafutia hapa, unararua kwingine, unaharibu kwingine, kumbe mahali kaingilia. Kumbe mahali kaingilia ni mahali tofauti. Mumenielewa? Hizo principle msichukue kwa namna hiyo. Ndio maana wakati mwingine ukitoa kelele kwa kanisa, ukiendelea kugombana kwa kanisa, kila mara unakomplaini kwa kanisa, mibaraka inakuondoka inaenda. Sikiliza, principle ingine inasema utajiri hautaki kelele.
Mnanielewa? Wewe umeipata tajiri anaishi karibu na stage ya magari? Bwana asifiwe. Utajiri hautaki kelele, kaa mtulivu. Mnanielewa? Mungu anataka tukaweza kuchagua utajiri kwa sababu yeye ni tajiri. Utajiri hautaki kelele. Jameni, Bwana awabariki kwa jina la Yesu. Tusimame. Hatutamaliza, mambo ni mengi. Tusimame kwa ajili ya maombi sababu muda umeenda sana. Kesho tutayafanya na mengine yaliyosalia. Tuombe kwa sasa. Mtakatifu, asante kwa wema wako, asante kwa mibaraka mingi tumeikusudia, asante kwa makambi yetu. Umetukirimizia ahadi ya kuweka mioyo yetu mahali kulipo na mali yetu, na mali yetu tumeyachagua kuyaweka katika gara na hazina yako ya mbinguni. Na hapo mbinguni tunahitaji na mioyo yetu itulie pale, tupokee na amani. Kwa prinsipu ambazo tumekwisha kuziangalia, Mungu wetu, tunaomba ukaweza kutujenga, na zaidi ya yote utuandae katika ufalme. Wema wako utufae na utujenge kwa umilele na umilele ambao umeandalia wana wako. Na hata tunapoagana sasa na kutengana, uenende na kila moja tunapokutana kwa siku ya maandalizi kwa ya Sabato na kwa ajili ya kutamatisha makambi yetu. Mungu wetu, tunaomba ukaweza kutukutanisha pamoja tena kama wana wako. Hata wale ambao kidogo walikuwa wamefinywa kidogo, hawakupata nafasi ya kuwa hapa, Mungu wetu, wanemeshe mibaraka. Wema wako uwe pamoja nasi na zaidi utukuke milele. Ndilo ombi letu kwa imani katika jina la Yesu. Amina.